askari mbili waingia hapa, twende. Mwendo wa saa 4 asubuhi, mtaa wa Kayole viungani mwa jiji la Nairobi ulijaa maafisa wa polisi waliovalia sare rasmi. Lengo lao kutekeleza msako wa kuwanasa vijana waliokuwa wamejiunga na kikundi cha uhalifu. Pandisha watu. Ambacho kimeripotiwa kuendelea kutekeleza msururu wa visa vya uhalifu kwa jina Gaza. Mmoja baada ya mwingine vijana hawa wakanaswa na polisi na kuelekezwa kwenye lori lililokuwa likiwasubiri. Baadhi yao vijana wadogo kama huyu. Mtoto kama wewe sasa hivi unasema ukazi kukaraji. Hadi umekosi. Tunawakaribia kusikia kutoka kwao sababu za kunaswa kwao, na kwa pamoja wanakariri kuwa wamekamatwa bila hatia. Kulingana na wenyeji hapa, wengi wao wakihofia kuonekana runingani. Genge la Gaza ni sura mpya ya kundi haramu la Mungiki na limekuwa likiwahangaisha wenyeji mchana wa jua. We need a multi-sectoral approach in terms of in schools, with relation to the parent, the churches and all religious faith, because these are children who have lost direction in terms of parenthood and in terms of creating a vision for themselves. Tunafahamishwa kuwa vigogo kwenye genge hili wanasajili vijana wadogo kutoka shule za msingi na sekondari, wengine wao wenye umri mdogo kama miaka 13. Wengi wa waathiriwa wa genge hili huhofia kupiga ripoti. Although we have been able to nail quite a number, but nobody associates this with the Gaza. Nobody will tell you I'm a Gaza. If you get somebody committing petty crimes, you nail him for that. But you will not come and nobody will come and tell you it's a member of Gaza, because it's no here nor there. People are just generally talking about it. Inadaiwa genge hili limejipa jina sawa na mojawapo magenge nchini Jamaica kwa jina Gaza. Patrick Njendi, Citizen Nipashe.